Tarehe ya leo ni Februari 24 mwaka 2026 na kukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu, nikimshukuru Mungu Baba yetu aliyezifanya mbingu na nchi, ambaye kwa Yesu Kristo ametuita katika ufalme wake na kutushirikisha uungu na mamlaka yake, kwa sababu ametufanya wana katika ufalme wake na sisi tu raia katika ufalme wake. Haleluya. Naitwa Zawadi Machibia. Tafakari ya neno la Mungu inaandaliwa na mchungaji Chris, iko kwenye Rhapsody ya Uhakika ama Rhapsody of Realities. Basi ujumbe wetu leo unasema unaweza kuwa na neema mara nyingi zaidi. Unaweza kuwa na neema mara nyingi zaidi. Neno letu la msingi liko katika kitabu cha Petro wa pili sura ile ya 3 mstari wa 18 ambao unasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Utukufu una yeye na sasa na hata milele. Amina. Katika ufafanuzi sasa, mchungaji Chris hapa anatuambia kwamba Biblia inatuambia tukue katika neema, tujifaidishe na neema iliyo katika Kristo Yesu. Anasema usibaki kwenye neema uliokuwa nayo mwaka jana. Ilifanya kazi wakati huo, lakini kuna zaidi. Mungu anataka uhamie katika viwango vipya na vya juu vya neema. Unaweza kuwa na neema mara nyingi zaidi. Sasa unaweza kujiuliza, nawezaje kufanya hili litokee? Neno la Mungu linatuonyesha ni kwa jinsi gani hilo linaweza kutokea. Katika waraka wa pili wa Petro, ile sura ya 1, mstari wa 1 na wa 2, Biblia inatuambia neema na amani zizidishwe kwenu katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Tambua kwamba Biblia inasema neema na amani zizidishwe kwenu. Sasa Biblia ya Kiswahili imesema iongezwe kwenu. Biblia ya Kiingereza inasema izidishwe kwenu au zizidishwe kwenu, kwa sababu ni neema na amani. Sasa maneno haya mawili yanatoka kwenye lugha ya Kigiriki na Kiingereza, lugha za kwanza kabisa zilizotafsiri maandiko. Sasa hapa anaposema neema na amani zizidishwe kwenu, ni kupitia kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Kadiri unavyozidi kumjua Mungu kupitia neno, ndivyo neema yake katika maisha yako inavyozidishwa kwa kasi hiyo hiyo. Ujuzi huo wa Mungu unaozidisha neema yake katika maisha yako, kwa Kigiriki unaitwa epignosis. Epignosis ikimaanisha ni maarifa kamili na yaliyo sahihi, maarifa yanayokuunganisha na ulichokijua ama unachokijua, maarifa yanayokuunganisha na unachokijua au ulichokijua unapopata hiyo epignosis. Bila ufunuo wa ujuzi huo ulio wa kina sana, au hiyo epignosis ya Kristo, neema yako inaweza kudumaa au ukawa unatoka kwenye kiwango cha chini cha hiyo neema na kuzidi kushuka zaidi kiwango cha chini zaidi cha hiyo neema. Yani unatoka kwenye neema ndogo na kwenda katika neema ndogo zaidi. Lakini kadiri unavyojifunza na kulitafakari neno na kumjua Bwana zaidi, ongezeko lako hutokea ghafla. Sasa hapo ndipo unapogundua kwamba uwezo wako umeongezeka, ushawishi wako, ustawi na ukuu wako unaendelea kuenea. Na hiyo ndio sababu anatuambia tutafakari maandiko. Ukiangalia ile waraka wa kwanza kwa Timotheo sura ya 4 mstari wa 15, hasa hapo Biblia inatuambia uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Sasa neno dhahiri linatokana na neno la Kigiriki phaneros.
dhahiri. Neno la Kigiriki phaneros. Phaneros linamaanisha kuenea kote au kusambaa kote na kujulikana wazi wazi na wote. Kwa hiyo neno la Mungu linapoongezeka katika maisha yako, zaidi tu ya kuongezeka, yani zaidi tu ya lile ongezeko la uwezo au uwezo wa kufanya zaidi, pia kunakuwa na ustawi wako, ushawishi na ukuu, mguso na kiwango cha utawala vinakuwa katika kiwango cha juu zaidi. Kiwango cha utawala wako huwa kikubwa na kwa uhakika kitajulikana kwa watu wote. Haleluya, haleluya. Maombi. Mpendwa Baba wa mbinguni, asante kwa kunionyesha njia ya kuongezeka. Ninakuwa katika neema na katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Neema yangu inaongezeka kupitia maarifa ya ufunuo. Ninafanya kazi katika viwango vya juu vya uwezo, upendeleo na ushawishi katika jina la Yesu. Amina. Basi masomo zaidi katika tafakari yetu hii leo tunayapata kutoka kitabu cha Yakobo, ile sura ya 4 mstari wa 6. Biblia inatuambia, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Waraka wa pili wa Petro, sura ya 1 mstari wa 2. Biblia inatuambia, neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 9 na wa 10 unasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Basi hayo ndio masomo zaidi baada ya kusikia ile tafakari yetu. Hasa mtumishi wa Mungu hapa anatuambia kwamba kimsingi tunaweza kuwa na neema mara nyingi zaidi au neema inayozidi. Ametuambia tusitembee kwenye neema ya mwaka jana, ilitosha kwa wakati huo. Na hapa kunakuwa na ufunuo zaidi wa neno la Mungu, hasa tunapokuwa tunalitafakari. Neno la Mungu lina uwezo wa kutubadilisha na kuwa jinsi linavyotuambia. Kwa hiyo, kwa mfano, kuna ule mfano ambao Biblia inatuambia kwamba kule mbinguni katika kiti cha enzi kuna wenye uhai 4, alafu kuna wazee 24 wanaomwimbia Mungu utukufu milele yote, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba. Alafu wanasema, wewe peke yako ndio umestahili. Wastahili wewe Bwana kupokea sifa, enzi na utukufu. Hawa wanapomtukuza Mungu namna hii, wanasujudu, wakiinuka hivi kunakuwa na utukufu mwingine. Wanasujudu tena, wakiinuka hivi kunakuwa na utukufu mwingine. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu mwenye uwezo, ni Mungu tajiri wa vyote na ametushirikisha. Baada ya kumtuma Kristo Yesu kuja duniani, ametushirikisha, ametuleta kwenye viwango vya kiungu. Sasa hapa tafakari yetu leo, mchungaji anatuambia kwamba tunaweza kupokea neema kwa viwango vya juu, kwanza kwa kumjua Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbuka Mungu wetu anaitwa Yesu Kristo. Ni vizuri sana kulielewa hilo. Mungu akachukua mwili. Biblia inatuambia Mungu alikuwa ndani ya Kristo Yesu akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Kwa hiyo sisi tu wana wa Mungu,
ametupa kibali cha kuongezeka. Tunapokea neema izidio sana. Na Mungu huyu ndiye anayetupa neema hasa tunaponyenyekea kwake. Na anasema neema hiyo izidi kuongezwa kwetu na amani. Sasa tumeambiwa maneno mawili ya Kigiriki hapa. Epignosis. Epignosis mchungaji amefafanua vizuri hapa, mchungaji Chris akasema ni yale maarifa kamili na sahihi ya kimungu. Sasa ukishayajua yale maarifa, wewe sasa unakuwa na uhusiano na hicho unachokijua. Kwa mfano, ukilitambua jina la Yesu Kristo na uweza wake, sasa wewe unaanza kuwa na uhusiano na ile jina na namna ya kulitumia hilo jina katika ufunuo wa Roho Mtakatifu. Ni tafakari nzuri sana. Ukiendelea kutafakari hili neno utaweza kujiongezea viwango. Kwa hiyo la msingi ujue, hatua ya kuchukua hapa ni kwamba lazima kutumia muda wa kutosha kutafakari neno la Mungu na kutafakari nafasi ya Yesu Kristo kwako ni nani, ili uweze kukua zaidi, kuongeza hiyo neema. Na hiyo neema inadhihirika wakati unapoliweka lile neno la Mungu katika vitendo. Kwa sababu unapotafakari lile neno la Mungu unakuwa ni mtendaji wa neno, si msikiaji. Hapo sasa hatua inayotokea ni kwamba ile faneros, kwamba kule kuenea, kujulikana kwako kuna thibitika, kuna onekana na kuna kuwa wazi wazi na watu wote. Hiyo ndio tafakari yetu hii leo. Basi kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, kwa mara nyingine tena nakukaribisha, sema sala hii baada yangu. Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai, kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, na ninakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo ninapokea kwa imani uzima wa milele katika roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Haleluya. Basi hii ndio tafakari yetu, na huo ndio wokovu ambao Mungu anataka wewe uweze kufahamu ufalme wake. Karibu katika ufalme wa wana wa Mungu, na kuombea Mungu aliye hai aendelee kukusaidia uweze kujifunza zaidi na kukua katika neema. Kama una maswali tuandikia alama kujumlisha 255 766 444 996. Na Mungu Baba aliyezifanya mbingu na nchi akubariki. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.